Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana kwa nafasi ulionipa. Na mimi nijumuike na wenzangu kuipongeza sana hii wizara ya utumishi wa umma na utawala bora, ambayo mtumishi namba moja ni Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, akisaidiwa kwa karibu na Waziri George Boniface Simbachawene. Tunawapongeza sana kwa namna ambavyo mnaendesha jopo hili la watumishi wa umma kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maendeleo yanapatikana na huduma kwa wananchi zinapatikana. Na Mheshimiwa, lakini pia kama wawakilishi wa wananchi tunashukuru sana kwa hatua ambazo zinazoendelea za serikali za kuendelea kutoa nafasi za ajira. Vijana wetu sehemu mbalimbali wanapata ajira kwenye maeneo mbalimbali. Sasa hapa pia nami niungane na Wakristo wote pamoja na watu wote duniani kuomboleza kifo cha Papa Francis. Lakini pia waziri hapa amezungumza, na mimi nataka kurudia juu ya msiba wa marehemu Boniface Kisima Nyamuhanga, mkurugenzi mkuu wa TANESCO. Kabisa kwa moyo wa dhati nasema kwamba alikuwa miongoni mwa watumishi bora sana hapa nchini, na tutamkumbuka kwa alama alizoziweka. Amekamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere 100%. Amepunguza kwa kiwango kikubwa na katakata ya umeme iliyokuwa haina maelezo. Ameendelea na alikuwa kwenye hatua nzuri pia hata ya kuvunja mikataba mibovu ya TANESCO iliyokuwa inalisumbua taifa letu. Lakini vile vile kiongozi huyu alikuwa anaendelea kufanya tathmini hata ya kuona namna ya kupunguza gharama za umeme. Tutamkumbuka sana mzalendo huyu, ni mmoja ya watumishi ambao ni kielezo kikubwa kwenye taifa, na taifa letu limepoteza mtu makini sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais aliunda tume ya maboresho ya kodi na akaipa miezi 6. Miezi hiyo 6 imekwisha. Hiyo tume tunataka sasa iwasilishe ripoti hiyo, kwa sababu tuna hamu kubwa ya kujua mapendekezo ambayo walioyaleta. Na mimi kama nilivyosema nitapeleka kwao, nilipeleka maoni na mapendekezo ya kurasa 235 ambayo yalikuwa na mambo mengi humo ndani, lakini pia nawapongeza kwa sababu walinijibu kwa wakati. Na nataka nishare na bunge hili. Wanasema nilipowapelekea zile kurasa za mapendekezo na maoni kurasa 235, Secretariat ya hiyo tume ilinijibu kama ifuatavyo: Mheshimiwa Mpina, tunakiri kupokea maoni yako kuhusu maboresho ya mfumo wa kodi nchini. Maoni na mapendekezo uliyoyatoa ni mazuri, yameandikwa kwa ufasaha, na tutazingatia katika uchambuzi ili kupata mapendekezo ya pamoja ambayo kwa hakika yataleta maboresho ya mfumo wa kodi nchini. Tunakushukuru sana, na mimi nawashukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine nataka kuzungumza hapa ni mihuri ya wenyeviti wetu wa vitongoji. Wenyeviti wetu wa vitongoji waliondolewa mihuri. Sababu za kuondolewa mihuri kwa wenyeviti hawa haina msingi wowote. Wenyeviti wetu wa vitongoji tunaomba mihuri yao warejeshewe. Zilikuwepo sababu zilizokuwa zinatolewa, eti wanauza ardhi, mara wanafanya kile, mara wanafanya kile. Hatujawahi kufanya hivyo. Hata Wizara ya Ardhi, wapo watumishi ambao wanagawa viwanja zaidi ya 2. Hatujawahi kuinyang'anya mamlaka Wizara ya Ardhi kwa sababu kuna baadhi ya mtumishi wa umma amegawa ardhi mara 2. Kwa hiyo wenyeviti wetu wa vitongoji warejeshewe mihuri yao. Waziri wa Utumishi, simamia hilo kikamilifu. Tumeongea, na mimi niongeze sauti kwa wenzangu waliozungumzia mishahara ya wenyeviti wa vitongoji, wenyeviti wa vijiji, wenyeviti wa mitaa na madiwani. Tumezungumza muda mrefu, sitaki kuongea, lakini nilishawishi bunge hili hii ndio bajeti ya mwisho. Tukifika kule mwisho, bajeti ya serikali tuikwamishe mpaka pale mishahara ya hawa viongozi itakapopatikana. Hatuwezi tena kuendelea kukubali tena na maelezo mengine zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaandaa hii bajeti yetu ya utumishi, na kama tunavyojua kwamba Wizara ya Utumishi na Utawala Bora kwa kweli ndio injini ya utekelezaji wa majukumu yote ya serikali. Ukitaka kufanikiwa unafanikiwa kwenye wizara hii. Ukiamua kuferi unaferi kwenye wizara hii, kwa sababu ndio inayoendesha shughuli zote za serikali. Kwa hiyo tunataka kuona kupitia bajeti hii watumishi wetu wakiwa wanaboreshewa mishahara yao.
tunataka kuona kupitia bajeti hii madai yote ya watumishi wa umma, malimbikizo ya mishahara, madeni ya uhamisho, madeni ya posho za uhamisho, madeni ya posho za likizo na maslahi mengine muhimu. Hatutaki tena kuendelea watumishi wetu kuendelea kudai madai yao haya ambayo ni halali. Kwanza tuliyapitisha kwenye bajeti husika, hatujui kwa nini walienda kukopwa wakati bajeti ilipita hapa. Kwa hiyo tunataka mwaka huu kupitia bajeti hii maslahi ya watumishi, kabla hatujaondoka bungeni hapa tarehe 27 Juni, tuwe tumehakikisha watumishi hao wamelipwa mishahara hiyo. Na wewe waziri wa utumishi unalo jukumu la kuhakikisha kwamba mambo haya yametekelezwa. Swala la kupanda kwa mishahara lisiwe jambo la hisani tena. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa masikitiko makubwa sana nimesoma pia kiambatisho namba 7 kinachohusu taasisi zilizofanywa tathmini za usalama wa mifumo ya TEHAMA, ambako ni mifumo 112 tu ndio ambayo ilifanywa tathmini, lakini nadhani tuna mifumo karibia takriban 800 kama sikosei. Sasa hizi tathmini za kiusalama zinapofanyika kwa udogo namna hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapata matatizo makubwa sana. Tunategemea mifumo ya TEHAMA kukusanya kodi, tunategemea mifumo ya TEHAMA kwa ajili ya kusimamia matumizi ya serikali. Sasa hivi mifumo mingi ina matatizo makubwa, ina changamoto nyingi. Mifumo imeanzishwa na kuanza kutumika ikiwa wakati mwingine Kanzidata na Seva bado zinamilikiwa na venda, lakini mifumo mingine inaruhusu fedha mpaka kuingia kwenye mifuko ya watu, kwenda kwenye akaunti za watu. Alafu bado una changamoto hii kubwa, mifumo yako ya kufanywa ukaguzi. Mkaguzi CAG amelia juu ya kuparalyze kwa mifumo yetu ya ukusanyaji wa mapato, juu ya kuparalyze kwa mifumo yetu ya usimamizi wa matumizi. Sasa Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama hili jambo litaendelea na mifumo ya TEHAMA ndio hii ambayo tunayoitegemea. Kama mfumo unaweza ukakaa mfumo au kaguliwa usalama, mfumo unaendeshwa haujakaguliwa usalama, maana mtu yote anaweza kutempa nao, mtu yote anaweza kaingia kwenye mfumo akabadilisha takwimu, mtu yote anaweza kaingia kwenye mfumo akafuta kumbukumbu. Usalama wa taifa letu uko wapi? Usalama wa mapato yetu uko wapi? Na jambo hili linasimamiwaje? IGA wana tatizo gani la kushindwa kulimanage hili jambo? Na waziri wa utumishi anatuambia nini kuhusu uwezo wa IGA katika kusimamia hili jambo? Kwa nini mamlaka zinazovunja sheria sasa hivi taasisi ambazo zinasimamia miongozo zinasimamia miongozo na sheria ya serikali mitandao ni 40% tu? Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto ya muda huu nashindwa hata sijui nitaongeaje sasa. Kuhusu Mheshimiwa, sababu zingine nataka kusema tu kwamba utawala bora wetu uko wapi? Mheshimiwa Waziri Simbachawene, taarifa ya CAG, PPRA, FAU, TAKUKURU zinaendelea kuripoti uwizi wa fedha za umma kwa kiwango kikubwa, lakini kuingia mikataba ya usiri ambayo haina baraka za mwanasheria mkuu wa serikali, ambayo haijabarikiwa na bunge hili, na mikataba hiyo ikaendelea. Alafu tuko na waziri wa utawala bora, tuko na serikali inayosimamia utawala bora. Haya mambo yanawezekanaje? Lakini 40% ya watumishi wa umma hawafanyi kazi, na ni taarifa ya waziri mwenyewe. Watumishi wengine wamewekwa benchi, na mwenzangu amezungumza kwa fitina tu na chuki ndani ya mamlaka, lakini wameachwa tu, na anayefanya hivyo ameachwa tu. Kukabidhi rasilimali za umma kwa wageni, kwa mfano machimbo ya wachimbaji wadogo, taarifa za CAG kutokufanywa kazi, mifumo na mikopo na matumizi ya fedha za umma hata nje ya bajeti. Haya mambo haya yanaruhusiwaje? Waziri wa TAMISEMI, waziri wa utumishi huko hapa, waziri wa utawala bora huko hapa. Kuna manju mmoja kule kwetu aliwahi kuimba Dumoga Gijozwa Olono Saba Jirale Jabademi, anaitwa Mwanachulichuli. Kwa nini tunashindwa kuchukua hatua mahala ambako sisi tunaweza kuchukua hatua? Mheshimiwa Spika na Mwenyekiti, kwa mfano taarifa ya nchi yetu kulipa trilioni 1.438 katika mahakama, tovuti ya KSID inaonyesha kuwa baadhi ya makampuni yamelipwa baada ya kupewa tuzo katika mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa migogoro na uwekezaji na biashara, ambako nchini kwetu mpaka sasa hivi tumekwisha lipa trilioni 1.438 tena kwa siku za hivi karibuni. Hizi taarifa zinaonyeshwa kwenye tovuti ya KSID, trilioni
438. Lakini bunge hili halijawahi kuelezwa na waziri wa utumishi na utawala bora. Bunge hili halijawahi kuelezwa na waziri wa katiba na sheria. Bunge hili halijawahi kuambiwa jambo lolote, isipokuwa kule akisidi kwenye tovuti ndio wanaonyesha tu trilioni 1.438, ambako hizi fedha hatujawahi kuzipitisha sisi, na hatujawahi kuomba kibali, na hatujawahi kuambiwa kwa nini serikali ilienda kushindwa katika madai hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine mpaka sasa hivi serikalini, kashfa ya wahamiaji haramu kuajiriwa serikalini. Wote tunakumbuka kwamba mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama CDF Jenerali Jacob John Mkunda alitoa taarifa akisema baadhi ya waomba hifadhi hao na wakimbizi au familia zao wameajiriwa serikalini kwa nafasi mbalimbali, na wengine wamepewa teuzi serikalini katika nafasi zenye maamuzi. Nafasi za Watanzania zimechukuliwa na wageni. Kwanza, tuna mfumo gani wa utumishi ambao unaweza kuruhusu mpaka mtu mgeni akaajiriwa? Tuna mfumo gani wa utumishi hapa nchini ambao unaweza ukaruhusu mpaka ukaruhusu mtu ambaye sio raia wa nchi hii akapata uteuzi ndani ya serikali? Tuna mfumo gani? Yanawezekanaje haya? Na taarifa hii kwa sababu ilikwisha tolewa, waziri wa utumishi na utawala bora, una shida gani, una kigugumizi gani kuitolea taarifa kikamilifu ndani ya bunge hili? Ni akina nani ambao wameajiriwa ndani ya nchi si raia wa Tanzania? Ni akina nani ambao wameteuliwa ndani ya nchi yetu sio raia wa Tanzania? Ni akina nani hao na vyeo vyao na hatua zilizochukuliwa na serikali? Kuna shida gani? Kiongozi mkuu wetu wa majeshi ametoa taarifa nyeti kama hii, halafu inanyamaziwa, haitolewi taarifa mwaka jana na hata mwaka huu. Tatizo ni nini serikalini? Asante sana Mheshimiwa Mpina. Tunaendelea na Mheshimiwa Dr.